Habari za muda huu, kwa majina anaitwa Brighton Shirima, natokea Aida Technologies ambayo ndo tuna MyAida. Leo tutaenda kuona the technical side of the market. I'll share my screen na tuanze. Kwa kama una swali katikati unaweza ukaliandika hapo, naweza pia nikakujibu tukiwa tunaendelea kama hujaelewa. Mnaona screen yangu? Natumaini mnaiona. Okay. Kwanza kabisa tutaanza kujua nini maana technical analysis. Okay. Tunaanza kujua kwanza nini maana technical analysis. Technical analysis is the study of price action and volume to forecast future movements on the DSC, the liquidity differ from global market. Technical analysis maana yake kubwa ni kuanalyze soko kwa kuangalia price action na historia ya soko ili kupredict kwamba soko litaenda wapi. Lakini kwa soko letu sisi la Tanzania, the Dar es Salaam Stock Exchange ina liquidity ndogo. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu zile technical analysis kuonekana, ndio maana muda mwingi tuna analyze kwa kupitia line charts. Kwa hiyo tunaweza tukaanza kuangalia kwanza kabisa, ili uweze kuanalyze market lazima ujue hizi market trend classifications ambazo zipo tatu. Kuna the uptrend, downward trend na the sideways trend. Hii upward trend ni trend ambayo inakuwa ina higher lows and higher highs. Hizi hapa zinaitwa higher lows, hizi ni higher highs, ambao sasa hivi ndo stocks zetu nyingi zipo kwenye upward trend kwa sababu watu wengi wana invest. Na kwa nini hizi zinajitengeneza? Kuna sababu. Kwa sababu gani? Market haiendi moja kwa moja kama labda tuseme kama risasi. Yani market lazima iende hizo sideways. Ndo kwa mfano kwenye uptrend unakuta kuna hizi uptrend na kuna hizi higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. Na hizi hapa zina indicate muda gani wewe kuingia sokoni na muda gani utoke sokoni. Kuna msemo mmoja wa kwenye market unasema sell higher, buy low. Maana yake wanamaanisha hapa ukiingia kwenye soko lazima ujue soko lipo kwenye sehemu gani, kama ni uptrend au downward trend, au ukiwa unataka stock yote kuanalyze. Kwa mfano tunaweza tukaangalia, mimi natumia kuanalyze, natumia MyAida. Kwa mfano hii ni KCB. Nimechagua KCB kwa sababu inaonyesha nani hizi trend zote za soko. Hapo tunaweza kuona kuna uptrend na downward trend tunaweza kuziona. Kwa mfano KCB toka hapa mwaka 2023 Novemba imekuwa kwenye uptrend, na ukiangalia unaweza ukaziona hizi higher lows and higher highs. Kwa mfano hapa imeanza trend, imeanzia hapa chini ikapanda hapa ikatengeneza higher high ya kwanza, ikashuka ikatengeneza higher low, ikapanda ikatengeneza higher high, ikatengeneza higher low. Kwa hiyo lazima uangalie. Kwa mfano mtu ambaye labda unataka kuja kuinvest kwenye KCB sasa hivi, unakuta KCB ipo kwenye higher trend. Umeona hapa ilipo, hauwezi ukaingia hapa kununua moja kwa moja, kwa sababu soko latabirika na hizi movement zake zinaonekana jinsi zinavyoenda, haliendi moja kwa moja. Kwa hiyo ukiona lime overbuy, manake lazima retest. Naposema retest, manake lazima lishuke kidogo, litengeneze hizi higher highs and higher lows kama mnavyoona hapa KCB ilivyofanya. Ikipanda overbuy, lazima ishuke itengeneze, na haiwezi ikipita the previous higher low, manake trend imebadilika. Ngoja nionyeshe hapa kwenye slides. Umeona mnaona hizi inapotengeneza hizi movement,
ili trend ibadilike iende kwenye trend nyingine, iende kwenye downward trend ambayo ni hii, lazima soko lipande livunje the previous. Likiwa la panda, likiwa la rudi kuretest kutengeneza higher low, lazima livunje the previous higher low. Hii movement ishuke ifike hapa, ivunje hapa, ndo trend ya soko imebadilika. Kwa hiyo ukiwa na trade lazima uziangalie hizi. Hawezi tu umeamka tu asubuhi umesikia, maana soko letu la Tanzania linaendeshwa sana na fundamental. Naposema fundamental inamaanisha habari, yani umesikia labda umeona mtu fulani, umesikia labda mtu fulani ka buy na una buy, umesikia mtu fulani kauza shares na unauza shares. Lazima kwanza ukae chini uanalyze. Kwa mfano hapa uanalyze uangalie, na MyIDA vizuri, na pia ina sehemu hizi health score ambazo unaweza ukaangalia hizi reports za soko ambazo zinatoka. Kuna sehemu za financials unaweza ukaziangalia, kuna news and events ambazo bado haijaja lakini pia itakuja. Kwa hiyo lazima ukae hapa uje uanalyze, uanzie. Kwa mfano ni KCB, labda ndani ya miezi mitatu KCB imeperform vipi, ndani ya mwaka huu KCB imeperform vipi. Kuangalia hapa mwaka huu tunaona KCB ina trend yake ni ya kwenda juu kama mnavyoona. Kwa hiyo kwa kuangalia hapa tayari isha overbuy, kwa hiyo lazima ifanye retracement. Kwa hiyo ili uwe safe unasubiria retracement itokee. Unaweza ukanunua hapa, ni upward trend. Kwa mfano tuchukulie mfano wewe mtu ulikuja ukanunua, ulikuwa una nani, ukaona ime overbuy ukanunua hapa kwa sababu ulikuwa unaona price inapanda. Ukinunua hapa itakuja ku retrace, ambao utakuwa kwenye loss tayari, kwa sababu ulinunua kwa 900 itashuka, utakuwa kwenye loss tayari, lakini itarudi huku juu. Ili kuavoid pressure hii ya kuwa kwenye hii loss, japokuwa unajua ipo kwenye upward trend, hapo unaweza ukanunua kwa sababu sipo kwenye upward trend, unajua kwamba itaendelea juu, lakini ikiretrace wewe utaingia kwenye loss. Na kama una uwezo wa kuhandle pressure unaweza ukabaki huko kwenye soko, lakini kuna watu wengine hawawezi kuhandle pressure. Kanunua leo, kesho imepungua, imefika, nunua kwa 1000, anaona soko imepungua imefika 800, anapata pressure, anauza. Kwa hiyo kwa avoid pressure unasoma soko vizuri, unasubiria ifanye nini, retrace, wewe ndio unaingia sokoni. Na kuna vitu vingi ambavyo vina influence technical analysis. Sana sana hizo habari, hii pressure. Kwa mfano sasa hivi watu wengi wanaongelea hizi stocks. Kwa mfano tukija hapa tukiangalia ambao watu wengi wananunua sasa hivi, tukiangalia CRDB. Hii ni tuangalie CRDB ndani ya miaka mitano. Ina trend nzuri, lakini trend imeanza kushuta hapa Disemba 2025. Kuna kipindi hapa ilishuka kwa sababu kama mnakumbuka CRDB kuna crisis kidogo ilipitia. Kwa watu wakishaona zile crisis ndio ambazo zinaendesha soko, kwamba labda hivyo kuna mambo yalitokea kwa watu wengi wakasema, ndio maana unaona soko hapa likadondoka. Lakini hizi crisis ukiwa umeinvest kwenye kitu kama CRDB, NMB au stock yote ambayo ipo kwenye constant growth, kwa sababu tunapojua mabenki yatashuka, labda tuseme ni yani imetokea labda economic crisis, lakini mabenki mengi yanaendelea kukua, kwa sababu ukiangalia CRDB 2020 ilikuwa 2021 ilikuwa ni 220 share moja. Kwa hiyo ungekuwa umenunua siku hiyo, utakuwa na utajiri mkubwa sana sasa hivi. Kwa hiyo kama hivyo unapoona CRDB, watu wengi sasa hivi wanunua CRDB, ndio unaona inapanda, lakini itafika kipindi watu wataanza kutoka. Umeona kwa mfano hapa juzi imeshuka kidogo, kuna watu ambao tayari washanunua, imefika hapa naona bora mimi nitoke, kwa watu wanapungua. Kuna kitu ambacho kinaitwa liquidity kwenye market. Kwa mfano hii hapo ukionyesha, ukitokeka kwenye candlestick, utaona kuna haya magap ambayo yanatokea kwenye soko. Haya magap haya maana yake hamna liquidity, yani muda huo hakuna watu walionunua
hamna na watu, hakuna watu walio sell kwa muda huo. Na unaweza kukuta ingia sokoni unakuta hakuna buyers and sellers. Uzuri ukiangalia hapo umeona hapa kote hamna liquidity. Kwa muda kwa karibia toka Jumatatu sasa ukiingia unatafuta shares za CRDB ya upate unakuta pale amount za shares ambazo zipo ni sifuri. Kwa sababu kuna liquidity ndogo kwenye soko. Watu ni wachache ambao hawataki kabisa kuuza shares za CRDB. Lakini itafika kipindi wakianza kuuza ndo sasa hizi hapa zinatengeneza. Hii hapa maana watu wamefika hapa wameuza. Ngoja nielezee vizuri. Hapa watu wamenunua. Watu wamenunua wengi hapa ikapanda ikafika hapa. Kuna wale ambao watatoka. Tayari bwana mimi nishapata hela zangu mimi naondoka. Itapungua. Buyers watapungua kwenye soko. Ikifika hapa kuna wale mimi nilichelewa kununua pa price imeshuka ngoja niingie. Ana imani kwamba itaendelea kwenda juu, kwa wengine wanaingia hapa inapanda. Ikifika hapa wale walioingia bwana mimi nishapata hela zangu za kutosha ngoja nitoke. Yaani ni process ambayo inafanyika kila siku, kama ukiweza kuangalia soko ni process ambayo inajirudia. Ndio maana hizi trend zinatengenezwa. Hizi trend zinatengenezwa kutokana na watu wanavyoingia na kutoka kwenye soko. Na ni tabia ambayo inajirudia kila siku na kila muda. Yaani ukiingia kwenye chat zipo za mida tofauti tofauti. Lisali moja na chat yake, masaa mawili na chat yake, siku zina chat zake. Kama mfano hapa tukiangalia kwenye hii trend umeona hapa kuna 3 year, kuna 1 year, kuna 6 month hadi ya siku ipo. Chart ambayo inaonyesha market kwa siku hiyo imeendaje. Umeona kwa mfano hapa ipo straight kwamba buyers and sellers leo hamna trade zilizofanyika. Hata ukienda kuangalia kwenye DSC kule unakuta kwamba stock za CRDB hauwezi ukapata. Alafu kuna aina mbili ya trend. Wabongo wengi, Watanzania wengi tuna trade hapa kwenye upward trend. Tunanunua, tunazihold, ikipanda unauza, wengine wana hold kuanzia mwanzo wa trend. Kuna watu wamenunua shares 2010 hadi leo wanazo. Alafu kuna hii hapa downward trend ambayo wengi tunaiogopa. Watu wakishaanza kuona soko linadondoka, watu wengi wanapanic wanauza. Na hizi downward trend zinatokea kama kuna hizo labda wale watu wenye shares kubwa wanatoa shares zao kwenye market. Hizi pension funds PSSF na NSSF ni mataasisi moja hapo ambayo yananunuaga hizi shares kwa ukubwa sana, wananunua shares nyingi. Kwa hiyo ikitokea labda wameuza shares zao, wamepunguza shares zao, lazima soko hii itokee. Hii inaitwa bearish movement. Itokee bearish movement. Na hii hapa inaitwa bull movement. Kuna bearish na bull. Kwa hiyo tukirudi kwenye chart, nilichagua chart ya KCB kwa sababu ndo inaonyesha soko vizuri. Ningependekeza watu ambao wanapenda kuanalyze market watumie hii MyIDA kwa sababu inaonyesha vizuri. Haya, tuje hapa. Hii ni downward trend. Umeona pa market ilifika kwenye peak hapa. Ilikuwa ni 2021 Julai, ilifika hapa ikaanza kushuka. Ilipoanza kushuka ilitakiwa isi break is previous. Hii ikishuka pesi break hii previous higher low, lakini ika break. Kwa hiyo break tayari ni sign ya kwanza ya inaonyesha kwamba hii market inabadilisha trend inaenda kwenye downward trend. Na hii technical analysis inapelekea watu wengi sasa kuuza. Mtu akishaona soko limeanza kugeuka kwa anauza. Kwa akiuza na mwingine akiona kwa inaenda hivyo. Kwa hiyo kwa mfano ukiangalia kwenye huu mchoro hapa kuna watu waliuza. Walipouza hapa ikashuka. Kuna mtu naye alitaka kuuza akaona ipo chini sana. Akasema ngoja ningoje ikisha panda kidogo ndo niuze. Watu wakaingia hapa wakanunua ikafika hapa watu wengine wakauza tena kwa sababu alikuwa anangojea kidogo ishuke. Imeshuka tena hapa ndo kabisa watu wameanza kupanic, watu wameanza kuogopa kwamba jamani, mimi bora ningeuza hapa. Kwa hiyo mimi nitangojea ipande kidogo niuze. Itafika hapa watauza tena. Hivyo ndo inaanza kutengeneza sasa hii downward trend ambayo nyingi inatengenezwa kutokana na emotional za watu.
watu wanavyoona vitu vinatokea kwenye soko, ndio inatokea. Na trend muda mwingi zinabadilishwa labda na hopes